News Update. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeeleza dhamira yake ya kumfungulia mashtaka msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi baada ya kusitisha ruzuku za chama hicho akidai kuwa kina upungufu katika ngazi ya uongozi. Akiongea na waandishi wa habari jana Juni 4 kumradhi mwaka 2025 katika ofisi za chama hicho, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema wanafanya maamuzi hayo baada ya kuona nia isiyo njema ya msajili huyo. Tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa, kifungu cha 18(6), msajili ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku, pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho, kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti. Wanawake wa kata la Lago iliyopo halmashauri ya wilaya Maswa mkoani Simiyu wameiomba serikali kuwasogezea huduma ya msaada wa kisheria ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zikiwemo za kutelekezwa, kufukuzwa na kunyang'anywa mali wanapofiwa na wenza wao. Wakiongea na East Africa Radio wamesema kuwa wamesogezewa huduma hiyo kwenye maeneo yao kutawafanya kuondokana na kero hiyo ya kufukuzwa kwenye maeneo yao na kunyang'anywa mali hizo. Mashemeji zetu wanatunyang'anya mali tulizochuma na waume zetu, wanatunyanyasa na hatimaye hata kufukuzwa. Sasa tulikuwa tunaiomba serikali ilete mwanasheria kwenye kijiji moja kwa moja ili tunapopatwa na hayo majanga tupate wapi pa kukimbilia. Wanawake tunanyanyasika kusema ukweli. Ikija kufikia mwanaume bahati mbaya ametangulia, wanawake tunanyimwa haki zetu. Na watu 7 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyotokea barabara ya Matuu Mwingi katika eneo la Masinga, kaunti ya Machakos nchini Kenya. Ajali hiyo ilihusisha matatu ya abiria 14 waliokuwa 14 na baadhi ya manusura walipelekwa katika hospitali ya Matuu kupata matibabu, huku jeshi la polisi likisema kuwa watu 5 walifariki papo hapo, wakiwemo wanaume 3, mwanamke mmoja na mtoto mmoja. Hii mahali imekuwa tu hivyo, imekuwa na accident mingi sana tukiona. Sasa serikali inafaa ichukue hatua kuhusu hii area, hata kwa area, sababu hata watuwekea hata babsi moja hapa, sababu ni mahali imekuwa tu, hii ni kitu tumezoea. Kwa hapa Mwatungo mahali kumekuwa na accident, na mimi niko na huzuni sana kwa sababu nikija hapa naona hii gari, nimesikia kasi yangu ameenda. Sasa tunauliza serikali angalau tuwekee bumps hata kiwa ni 2 ama 3 hapa Mwatungo, kwa sababu speed gari kutoka huko Kapenge inakuja na hapa inawekwa tu, inakimbia sana. Na mwisho wa news updates, mimi naitwa Abel Kilumbo. News Update. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. 101.4 East Africa Radio Singida. Together tunawakilisha.